tarehe 30 ya mwisho wa Januari mpaka tarehe ya leo Februari 24 mwaka huu wa 2026, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam limekamata watuhumiwa wapatao 46 kwa tuhuma za kujihusisha na makosa mbalimbali ya kijinai. Miongoni mwa matukio ambayo watuhumiwa hawa 46 wamekamatwa na makosa ambao wamekuwa wakijihusisha nayo ni makosa ya unyang'anyi wa kutumia nguvu. Watuhumiwa wanapanda pikipiki maeneo ya pembezoni, wengine wakiwa na silaha za jadi kama mapanga. Kwa hiyo wananyang'anya mikoba, wananyang'anya vitu mbalimbali njiani, na hivyo kusababisha kero kwa wananchi. Lakini matukio mengine ambayo yamefanywa na hawa watuhumiwa 47 ambao wamekamatwa ni matukio ya uvunjaji nyumba mchana au usiku na kuiba vitu mbalimbali, lakini kuvunja godown na store na kuiba. Lakini wamekuwepo watu ambao kazi zao wamezifanya ni za kununua mali za wizi. Kwa hiyo tukio linafanyika eneo moja, lakini wao wanakuwa ni vishawishi vya kuendelea kufanyika kwa matukio hayo kwa kununua mali za wizi. Kwenye ufuatiliaji huu zimekamatwa pia mali mbalimbali ambazo zimeibwa na watuhumiwa hawa. Miongoni mwa vitu vilivyokamatwa ni pamoja na pikipiki. Kuna watu wameibiwa pikipiki zao, wamenyang'anywa pikipiki zao katika mfumo wa utendaji wa makosa haya ya unyang'anyi. Lakini kuna watu wengi wameibiwa simu zao, kunyang'anywa kwa nguvu. Kuna watu kwenye uvunjaji wameibiwa television au runinga na redio, lakini na vifaa mbalimbali vya kielektroniki ambavyo vinakuwa vimeporwa na watu wengine kuvinunua na kuvifanyia biashara. Miongoni mwa watuhumiwa waliokamatwa ni pamoja na mtu aliyefahamika kwa jina la Rashid Mtunguja maarufu kama Msambaa na wenzake 4, yana kundi la watu 4 wakijihusisha na matukio na baadhi ya matukio ambayo nimeyataja maeneo ya Jangwani hapa Ilala. Amekamatwa pia mtu aliyefahamika kwa jina la Isa Nasoro Kurukutu. Huyu yeye anafanya matukio na wenzake 2 ambao hawa wamekamatwa maeneo ya Gongo la Mboto. Yupo pia mtu aliyefahamika kwa jina la Nicholas Abdalla Saidi, mkazi wa Manzese. Hawa nao wamekamatwa kwa kujihusisha na makosa ya kihalifu. Na watu wengine wamekamatwa maeneo ya Temeke, akiwemo mtu aliyefahamika kwa jina la Khalidi Stefano Kiswili. Hawa wao ni wezi ambao wanalenga vifaa vya kielektroniki kama tablet, na walichukua vifaa vingi kutoka kwenye kampuni ya SCI yenye zaidi ya thamani ya milioni 400 ambavyo ni asili ya tablets ambavyo ni vya kielektroniki. Gari ambalo wamekuwa wakitumia wakati mwingine baada ya kufanya vitendo hivi vya kihalifu na kuchukua mali za kielektroniki ni gari lililofahamika baada ya kukamatwa namba T457 CQF aina ya Noah. Hili wakifanya tukio linabeba vifaa hivi na kuvipeleka
kupeleka kwa watu ambao wanafanya biashara ya kuuza mali za wizi. Ya simu 110 kutoka kwenye maeneo mbalimbali zilizonyang'anywa na watuhumiwa nimewataja, huku pikipiki zaidi ya 20 ambazo zimekuwa zikitumika kufanya matukio haya hapa na pale vimekamatwa. Lakini pia vimekamatwa vifaa mbalimbali ambavyo ni funguo zenye uwezo wa kufungua kufuli nyingi mbalimbali kwa kujaribishia mpaka kufuli lifunguke kwenye nyumba au godown au store na kuiba vifaa mbalimbali, navyo vimekamatwa. Kazi hii ya kufuatilia watuhumiwa ambao wanapanga njama au kushiriki matukio ya kihalifu inaendelea. Malengo makubwa ni kuhakikisha kwamba matukio hayatendeki na watuhumiwa wanakamatwa kabla ya kufanya matukio hayo ili kuzuia vitendo vya kihalifu. Hata hivyo, ikitokea wamekamatwa, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kufuata na kuzingatia misingi ya kisheria ya kushughulika na watuhumiwa, ikiwa ni pamoja na kukusanya ushahidi, kuwakamata, kupeleka mashauri yao ofisi za mashtaka na baadaye mahakamani, na kuwataka waathirika wa matukio yale kwenda mahakamani kutoa ushahidi. Katika kufuatilia na kusimamia suala hilo, mwishoni mwa mwezi Januari mpaka tarehe ya leo 24 Februari mwaka huu wa 2026, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam limepata mafanikio ya watuhumiwa waliopelekwa ofisi ya mashtaka na baadaye mahakamani kupatikana na hatia kwenye mahakama za kisheria ambazo zipo katika jiji la Dar es Salaam. Miongoni mwa watuhumiwa waliopelekwa kwenye mahakama hizo na mafanikio ya kisheria kupatikana ni pamoja na watuhumiwa kama Mwita Marwa na wenzake wawili wakazi wa Kigamboni, ambao baada ya kufikishwa kwenye mifumo hiyo ya kisheria ikiwa ni pamoja na mahakamani, huyu Mwita Marwa na wenzake wawili wamepata adhabu ya kifungo cha maisha jela kwa kuhukumiwa na mahakama ya Kigamboni kwa kosa la kufanya kitendo cha kubaka kwa kundi. Wanafanya matendo ya kubaka kwa kundi. Hawa wamepatikana hatia ya kifungo cha maisha jela kwenye mahakama ya Kigamboni. Lakini pia mtuhumiwa mwingine aliyefahamika kwa jina la Adam Sanilo, mkazi wa Kibada, alihukumiwa na mahakama ya wilaya ya Kigamboni kifungo cha miaka 60 jela kwa makosa ya unyang'anyi wa kutumia silaha pamoja na kubaka. Yupo pia Athmani Saidi, mkazi wa Buza, amehukumiwa na mahakama ya Temeke kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha. Wapo watuhumiwa wengine waliopelekwa kwenye mahakama hiyo kama Nudin Jafari, mkazi wa Chang'ombe. Huyu amepata kifungo cha miaka 30 jela kwenye mahakama yetu ya wilaya ya Temeke kwa kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha. Omari, mkazi wa Mbande, pia amehukumiwa na mahakama ya Temeke kwa kifungo cha maisha jela kwa makosa ya kubaka. Ni makosa ya kikatili ambayo yaliwakumba wananchi wetu wa jiji la Dar es Salaam. Watuhumiwa wakakamatwa, ushahidi ukakusanywa vizuri, mashahidi wakatoa ushahidi wao mahakamani, na baadaye watu hawa wamepatikana na hatia. Tumekuwa na tatizo la madereva wa vyombo vya moto kufuata sheria za usalama barabarani. Lakini zaidi ni kutoheshimu taratibu na kanuni za usalama barabarani. Watu wamekuwa wakisababisha ajali, lakini kusababisha kero kubwa hasa kwenye barabara hizi za mwendo kasi. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam
limeendelea kutoa elimu, lakini wakati huo huo kuchukua hatua za kisheria dhidi ya madereva wa vyombo mbalimbali vya moto yakiwemo magari, bajaji na pikipiki wanaokiuka sheria, ikiwa ni pamoja na kupita kwenye barabara za mwendo kasi. Aidha, jumla ya madereva 250 kwenye kipindi hiki cha kati ya tarehe 30 Januari mpaka tarehe ya leo 24 mwezi Februari mwaka 2026, jumla ya madereva wa vyombo vya moto 250 walikamatwa, yakiwemo magari 64, pikipiki za magurudumu mawili maarufu kama bodaboda 167 na bajaji 19. Hawa walipita kwenye barabara ya mwendo kasi na kusababisha hatari kubwa kwenye mabasi yale, lakini wao wenyewe kuwa kwenye hatari ya kuweza kupata ajali mbaya. Watu hawa wamechukuliwa hatua za kisheria, na ukiangalia takwimu hizo magari binafsi yako 45 na ya serikali 19 wote wamechukuliwa hatua za kisheria. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linatoa wito kwa wananchi wote kuendelea kutoa taarifa mbalimbali za watu wanaopanga njama au mipango ya kufanya vitendo vya kihalifu. Sisi tutafuatilia taarifa zao mbalimbali na kuzishughulikia haraka kadri inavyowezekana ili vitendo vya kihalifu visifanyike katika jiji la Dar es Salaam. Hata hivyo, tofauti na mitizamo ya watu, wananchi wa Dar es Salaam wameendelea kutupa taarifa mbalimbali zenye mipango mbalimbali na watu wanaojihusisha na vitendo vya kihalifu. Jeshi kuwakamata watuhumiwa, kuwahoji na kuchukua hatua za haraka za kuzuia vitendo vya kihalifu ili shughuli mbalimbali za mkoa huu wa Dar es Salaam ambao ni Kanda Maalum ya Dar es Salaam za kiuchumi ziendelewe kufanyika, lakini shughuli mbalimbali za kijamii ziendelee kufanyika, zikiwemo zile shughuli za kisiasa. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kuwashukuru wananchi, hasa wazalendo wa nchi hii wanaoishi Dar es Salaam, kwa kuchukia vitendo vya kihalifu na kutushirikisha sisi polisi kufanya kazi za kisheria za kuzuia vitendo hivyo. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linawahakikishia wananchi wa Dar es Salaam kwamba wapo salama. Sisi tutaendelea kutimiza majukumu yetu ya kisheria kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa salama, hawatishwi na wanafanya shughuli zao za kiuchumi ambazo ziko katika misingi ya kisheria pamoja na zile ya kisiasa na za kijamii bila kuwa na hofu yoyote. Asanteni kwa kunisikiliza. Fimbo na nini, sisi tunafanya kazi kwa misingi ya kisheria, lakini kazi yetu kubwa ni kuzuia vitendo vya kihalifu. Unazuiaje? Sisi tunataka visitokee, tunazuia. Kwa mfano, ukipita kwenye mwendokasi bila kujali hicho unachokisema, mimi siwaoni watu wanaopita sasa hivi. Sasa wamezuiliwa namna gani? Nitafuatilia, lakini mimi nilichotaka ni kwamba lazima watu wafuate sheria. Sasa kwa sababu ni taarifa, nitafuatilia nijue wamefanyaje mpaka watu hawapiti. La kwanza lilikuwa nafikiri pia ni busara, kwa sababu lilianzia kwa msemaji. Ukitaka kuzipata takwimu za jambo ambalo alilizungumzia, naweza nikasema mimi hakuna, afu akakwambia tayari au tayari kumbe hakuna.
Kwa hiyo nadhani katika mfumo wa sayansi ya mambo ya habari ya masuala ya kiusalama, mtu alianzisha jambo anakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya kuliendeleza. Kwa mimi ningekuwa naona tu taarifa zile kulia kushoto, lakini zingatia nilichokueleza kwamba Dar es Salaam iko salama, tuko shwari na wananchi wanatupa ushirikiano mkubwa, tofauti na watu wanavyofikiri. Wote mnaijua Dar es Salaam, wote mnaijua Dar es Salaam. Bila wananchi kutupa taarifa, nafikiri msingekuwa na hizi kamera hapa, msingefika na hakika. Lakini Dar es Salaam iko salama na wananchi wengi wanachukia vitendo vya kihalifu, tofauti na baadhi ya mitazamo ya watu. Wananchi wengi wanataka usalama, wananchi wengi hawataki vurugu, wananchi wengi hawawapendi wahalifu, wawe ni baba au mama. Sisi ndio tunapata taarifa, nakwambia simtaki huyu, ni mhalifu. Kwa hiyo sisi tunashughulika naye sasa kwa misingi ya kisheria kulingana na jinsi ambavyo tunakuwa tumepokea taarifa zile. Ambavyo vilikuwa, moja ya kitabu chake kiliitwa kitabu cha kusadikika. Sadikika, vitu vya kufikirika. Kwenye jamii kuna makundi na watu wa namna hiyo wanaokuwa na vitu vya kusadikika na vitu vya kufikirika. Sasa katika riwaya ile alieleza moja ya majibu ya watu wa mitizamo wa fikra za kusadikika. Unaweza ukakaa usiwajibu, lakini majibu baadaye wakayapata wenyewe kutokana na uhalisia. Kama unasema mtu fulani amekufa alafu unamuona mfano na hujatoa majibu mtu amekufa au hakufa. Kwa hiyo mzee Shaban Robert kwenye riwaya zake, kwenye zile fikra za kusadikika, alikuwa anatoa majibu. Kwa hiyo kulijibu swali lako, mimi naziona ni kama riwaya za kusadikika. Kwa hiyo wakati mwingine sihitaji kukujibu, kwa sababu wewe unakuja mara kadhaa, na nakumbuka baada ya taarifa ile ulikuja, na nakumbuka ulimuona. Sasa mimi kuhitaji kujibu kwamba ilikuwaje. Kwa hiyo mzee Shaban Robert miaka ile alishaona hali hiyo, kwamba kutakuwa kuna vitu vya kusadikika, vya kufikirika. Sasa nadhani nimekujibu kupitia riwaya la mzee Shaban Robert.